Wilson Charles Mahera, atafuatana Mheshimiwa Anna Richard Lupembe. Asante sana Mheshimiwa Spika, na mimi nianze kwa kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika bunge la bajeti kama mtu wa tatu nikiwa natokea jimbo la Butiama. Naomba kwanza nianze kwa kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutupatia dira ambayo inatuwezesha kulipeleka taifa hili katika dira ile ya mwaka 2050, lakini mpongeze Waziri Mkuu kwa utendaji kazi wake mzuri pamoja na viongozi wote ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wasaidizi wake pamoja na Katibu Mkuu. Ukiangalia hotuba ya Waziri Mkuu ya leo, kwa kweli ina mikakati mizuri ya kuonyesha kwamba tunaelekea kwenda kuitekeleza dira hii ya mwaka 2050 na hasa mpango wa maendeleo wa miaka minne ambao tayari dhima yake ni kukuza uchumi na kuzalisha ajira. Sasa ukiangalia lengo kwa kweli tutakapofikia mwaka 2050 tuwe na taifa la watu ambao wanajitegemea. Kwa hiyo mambo mengi ya msingi ambayo yameelekezwa hapa. Napenda kumpongeza pia Rais kwa mambo yafuatayo. Ukiangalia katika bajeti ya leo hasa kipaumbele kinatolewa katika kuimarisha barabara za mijini na vijijini. Kwa hili pia nami nichukue nafasi hii kumpongeza Waziri Mkuu kwa kuielekeza Wizara ya Fedha kuimarisha upatikanaji wa fedha za mfuko wa barabara, pia kuelekeza fedha za mfuko wa barabara zipelekwe moja kwa moja. Na hili naungana na wabunge wenzangu waliotangulia. Sasa angalau ile 30% ambayo ilikuwa inakwenda tena TANROADS halafu ndio ipelekwe TARURA, sasa itaenda moja kwa moja TARURA, na itawezesha utekelezaji wa barabara za TARURA kufanyika kwa umakini wa hali ya juu sana. Kwa sababu tatizo la TARURA kama alivyosema watangulizi si kwamba wana upungufu wa fedha, bali fedha zilikuwa haziendi. Tunaamini sasa kwa agizo hili kwa kweli mambo yatakwenda kuwa mazuri zaidi. Na hii tumeona kabisa hata katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri leo, kuna baadhi ya mabarabara ya kimkakati yanakwenda kujengwa, na hasa mabarabara kwenye majimbo pamoja na madaraja yale 13 likiwemo ile barabara la Suguti mkoa wa Mara. Kwa hiyo napenda kuipongeza sana serikali kwa hatua hiyo. Lakini pia Mheshimiwa Spika, napenda kuipongeza serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuunganisha mkongo wa taifa katika wilaya 120 kati ya wilaya 139. Hii ni 86%. Sasa ninashauri hizi wilaya 19 ambazo zimesalia nazo zikamilishwe. Hii itasaidia katika kuongeza utekelezaji wa shughuli za serikali za kidijitali na kuongeza mawasiliano inavyotakiwa. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, nichukue pia nafasi hii kuipongeza serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan na hotuba ya Waziri Mkuu leo, hasa kwa kuendelea kujenga utekelezaji wa sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023, ambapo mambo ya msingi yaliyoko mle ni pamoja na kuwapatia watoto wa kike elimu ya sayansi, teknolojia na ubunifu, lakini pia lengo pia ni kuhakikisha kwamba elimu ya amali inatolewa. Lakini unaona shule 26 za wasichana zimeshajengwa kwenye kila mikoa na tayari shule 7 zinajengwa kwa ajili ya wavulana, lakini shule 103 za amali zimejengwa, na kati ya hizo shule 29 ni zile za ufundi, amali za ufundi, na shule nyingine 74 za amali sio za ufundi. Lakini tumesikia pia shule 158 zinatekeleza mkondo wa amali. Sasa ushauri wangu hapa ni kwamba tujitahidi kuhakikisha kwamba tunaongeza tunakamilisha majengo yale yanayohitajika pamoja na kuajiri walimu wa masuala haya ya amali, lakini pamoja na kununua vifaa vya kufundishia na kujifunzia ili angalau mambo yaweze kwenda vizuri, kwa sababu hiyo ndio itakayokuwa njia pekee ya kusaidia kuhakikisha kwamba ajira zinapatikana. Lakini pia niipongeze serikali kwa kujenga zile VETA 64 ambazo sasa zitasababisha kila wilaya iwe na VETA, na ile VETA moja ya mkoa wa Songwe. Lakini cha muhimu hapa ninachoshauri ni kwamba tuongeze upatikanaji wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia, lakini pia tuwekeze kasi katika kuajiri watumishi ili kweli angalau masuala ya amali yaweze kufundishwa na masuala ya vocation yaweze kufundishwa kwenye halmashauri zetu. Sasa tunazo VETA katika kila wilaya, lakini ifikie mahala sasa, kwa sababu tunao VETA kila mkoa, ifikie mahala sasa twende kwenye VETA kila halmashauri, ili kila halmashauri ziwe na mambo ya ufundi wanayofundisha kutokana na mazingira halisi ya huko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda pia kushauri
kwamba tuwekeze sana katika ajira za walimu wa sayansi na mambo ya hisabati, lakini pia tujenge labu kwenye hizi shule zetu za sekondari ambazo zimejengwa. Maana kwamba kuna juhudi kubwa sana ya ujenzi wa madarasa na maabara, lakini hivyo vitu vikikamilika vitasaidia sana kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa ni ile elimu ambayo itasababisha tuweze kufikia malengo ambayo tunataka. Lakini pia, ndugu waheshimiwa wabunge, tukumbuke kwamba kuna campus zimejengwa 14 katika mikoa yote. Kwa hiyo Tanzania kwa sasa mikoa yote inakwenda kuwa na campuses za vyuo vikuu. Nadhani ni wakati mwafaka wa kutumia hizi campuses kuhakikisha kwamba zinatoa fursa za kufundisha masomo haya ya innovations kwenye maeneo yetu ya mikoa yetu, ili kuweza kuhakikisha kwamba watu wanapata ujuzi wa kuweza kujiajiri wao wenyewe, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapunguza tatizo la ajira. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuchukua nafasi pia kuipongeza serikali kuhakikisha kwamba katika kipindi cha mpaka Februari 2026 zaidi ya bilioni 43.5 zimetolewa na serikali kwa ajili ya kaya maskini, lakini pia mikopo imetolewa kwa wanafunzi 3179 wanaotoka katika kaya maskini wanasoma katika vyuo vyetu. Hili ni jambo la kuipongeza serikali yetu. Lakini sasa ni shauri kupitia TASAFU, kama mnavyojua malengo ya Mheshimiwa Rais sasa hivi ni kuhakikisha kwamba bima ya afya kwa wote inatumika. Sasa hili swala la bima ya afya kwa wote limeanza kutekelezwa, lakini linasimamiwa sana na Wizara ya Afya. Hivi karibuni walikuwa wanafanya ubainishaji wa kaya maskini ambazo zitanufaika na hili swala la bima ya afya kwa wote. Wanaokwenda ni watu wa NHIF, wakifika kule wanashirikiana na wale waratibu. Lakini mimi ninashauri kwamba jambo hili, kwa sababu zaidi ya asilimia 80 ya Watanzania wanatibiwa katika huduma ya afya ngazi za msingi ambapo ni TAMISEMI. Nadhani Mheshimiwa Naibu Spika, ni vizuri tukaboresha ubainishaji wa wahusika watakaopata hii bima ya afya kwa wote kwa kushirikiana na watendaji wa vijiji, wenyeviti wa vijiji. Kwa maana nyingine kwamba ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ishirikiane kwa karibu sana na Wizara ya Afya. Lakini vile vile kwenye swala la mikopo, nadhani 10% hii tunaishukuru tena serikali kwa kuleta zile kanuni, kwa imeboresha kanuni, lakini tunadhani majiji ifikia mahala fulani nayo ya graduate, kusudi zile fedha ambazo wanapeleka kwenye vikundi wapeleke chache, nyingine wapeleke kwenye miradi ya maendeleo, ili serikali iweze kuwa na uwezo wa kupeleka fedha kwenye halmashauri ambazo ni za hali ya chini. Hiyo nao ni ushauri nilikuwa najaribu kutoa. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, masuala ya fedha za mikopo ya madeni ya watumishi, hapa napo tumeona kwamba bado watumishi wengi sana wa halmashauri, mamlaka ya serikali za mitaa wanadai fedha. Kwa hiyo tunashauri hapa serikali kwa kushirikiana na mamlaka ya serikali za mitaa wajitahidi sana kadri inavyowezekana kutathmini haya madeni na kuyalipa kwa kadri inavyowezekana kwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu tumeona hiyo ni changamoto ambayo ni kubwa kwa kweli. Kuhusu matundu ya vyoo, nadhani vile vile hii 1:25 kwa wavulana na 1:20 kwa wasichana, nadhani iangaliwe kati ya Wizara ya Elimu na Wizara ya TAMISEMI kusudi tuwe na uhalisia, na hii itasaidia kupunguza gharama hizi ambazo au kuonekana kwamba tunadaiwa matundu mengi sana, kumbe hali halisi ya Watanzania labda tundu moja wanaweza wakatumia wanafunzi 30 au 40. Vile vile madarasa ifikia mahala hii 1 to 40, nadhani bado ni requirement ya hali ya juu sana. Tuangalie hiyo, nayo itasaidia kupunguza upungufu mkubwa ambao unaonekana upo wa madarasa. Kwa hiyo nipenda kuchangia hayo, na pia kwa sababu tuna changamoto ya walimu kwenye masuala haya ya amali, nadhani nashauri serikali iweze kuajiri zaidi watumishi, na ikiwezekana waende kwenye nchi za Ulaya Mashariki kupata walimu ambao watakuja kusaidia kufundisha kwa masomo haya ya sayansi, teknolojia pamoja na masuala ya amali. Ndugu Naibu Spika, kuhusu masuala ya afya, hotuba inaonyesha kwamba tutawekeza zaidi katika maboma ya zahanati, lakini zaidi ya wakina mama waliofanyiwa upasuaji wanakujifungua 75% wamefanyiwa upasuaji katika vituo vya afya. Kwa hiyo ninashauri kwamba bajeti hii tuwekeze sana katika ujenzi wa vituo vya afya badala ya kukamilisha maboma ya zahanati. Naomba kuwasilisha. Asante sana.
Mheshimiwa Dr. Wilson Charles Mahera kwa mchango wako.